Tunakushukuru Mheshimiwa kwa mchango wako. Nilimtaja Mheshimiwa Japhet Ngailonga Hasunga, ajiandae Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, ajiandae Mheshimiwa Livingstone Joseph Lusinde. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nianze kwa kuunga mkono hoja ya Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2003 wakuu wa nchi za Afrika walikutana kule Maputo, Msumbiji, na wakapitisha azimio kwamba bajeti ya kilimo ifikie 10% ya bajeti za taifa, na ikawa ni azimio la nchi zote za Afrika. Lakini tangia hapo mpaka leo hakuna nchi iliyowahi kufikisha 10% ya bajeti ya kilimo. Lakini nataka kusema, nichukue nafasi hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye amethubutu na amefanya vizuri, kwa sababu bajeti sisi sote tunajua ilikuwa ni chini ya bilioni 240. Yeye ameongeza zaidi ya mara 6, karibu imefika trilioni 1.1. Kwa hiyo yeye amefanya vizuri na tuna kila sababu ya kumpongeza kwa hatua alizochukua na maono hayo makubwa. Lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, Katibu Mkuu na watendaji wote walioko kwenye Wizara ya Kilimo kwa kazi nzuri mlioifanya, lakini pia kwa bajeti nzuri mliotuletea. Tunawapongeza sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nawapongeza wajumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ambayo imefanya kazi ya kuchambua hii bajeti na wametushauri tupitishe hii bajeti, na mimi naungana nao tuipitishe hii bajeti ili tuende tukatende sasa tupate manufaa makubwa ya wizara yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kilimo kimekuwa na majina mengi toka miaka nenda rudi. Tulianza tukaita kilimo ni uti wa mgongo, siasa ni kilimo, kilimo kwanza, programu ya kuendeleza kilimo. Kimekuwa na majina mengi. Na kwa nini kimekuwa na majina mengi? Kwa sababu ya umuhimu wa kilimo katika taifa letu. Ndio maana tumekuwa na kila aina ya sera ambazo zimekuwa zikipromoti kilimo chetu. Sasa kwa nini iko hivyo? Iko hivyo kwa sababu kilimo kinaajiri karibu takriban 55% ya Watanzania wako kwenye kilimo. Wameajiriwa huko, wanakula maisha yao kwenye eneo hilo. Kwa hiyo kilimo ni muhimu sana. Lakini kilimo kinatoa 66% ya malighafi zote zinazotakiwa kwenye viwanda. Kwa hiyo kilimo ni viwanda. Lakini la tatu, kilimo ni biashara, kwa sababu fedha za kigeni zaidi ya 30 tunapata kutoka kwenye kilimo. Lakini la nne, kilimo ni chakula. Zaidi ya 100% tunapata chakula kwenye kilimo. Tanzania tunajitosheleza kwa chakula, na kilimo hiki ndio kinatuwezesha sisi kuweza kusema leo hapa, kwa sababu tumekula, tumeshiba kwa kazi nzuri iliyofanywa na kilimo. Bila kilimo hatuwezi hata kusema. Lakini kilimo tumeambiwa kinachangia mwaka huu kimechangia 24.6 kwenye pato la taifa. Kwa hiyo kilimo ni uchumi. Sasa kutokana na hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mambo haya ni muhimu sana. Na kwa sababu kilimo kina umuhimu katika maendeleo ya taifa letu, tunahitaji mambo kadhaa yafanyiwe kazi na yaendelee kufanywa kazi. Najua wameshaanza kuyafanyia kazi na wameyafanyia kazi kwa kiwango kikubwa, lakini nataka nikumbushe, ardhi ya kilimo imekuwa ikipungua mwaka hadi mwaka. Sasa hivi ardhi ya kilimo inavamiwa kila mahali. Kuna haja ya kuja na sheria ya kuilinda ardhi ya kilimo ili hili ongezeko la watu lisije likamaliza ardhi tukashindwa kupata chakula cha kujitosheleza na kufanya biashara. Lakini la pili, wakulima hawa wanakumbana na changamoto nyingi, ikiwemo ukame, yakiwemo magonjwa mbalimbali ya mazao yao, mafuriko. Wanarudi kuwa katika hali mbaya. Unakuta mkulima aliwekeza vizuri, lakini kutokana na hivyo anakuja kurudi nyuma. Hivyo basi, swala la bima ya mazao kwa sasa hivi kwa ulimwengu wa leo ni muhimu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara ilitilie mkazo iendelee kutekeleza bima ya mazao ili mazao yetu mengi yawe na bima, tuwakinge wakulima wetu ili wasikumbane na haya majanga. La tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumempongeza waziri, nimesikia amesema wakulima waliosajiliwa sasa hivi ni milioni 5 na kitu, lakini naamini ni zaidi, na amesema anaendelea na usajili. Sasa mimi nataka kusema ni vizuri tukaendeleza, tukaweka nguvu zaidi kwenye kuwasajili wakulima
ili tuwatambue, ili tuweze kuwahudumia, kwa sababu kama hatuwajui hatuwezi kuwahudumia ipasavyo. Kwa hiyo tuwasajili wote, tujue wako wangapi, wanatoa nini, wanafanya nini, wanachangia nini. Hiyo itatusaidia sana. Lakini la nne, Mheshimiwa Mwenyekiti, iko haja sasa nchi yetu kutoka kuuza mazao, badala ya kuuza kama malighafi, sasa tuanze kuongeza thamani ya hayo mazao. Tujenge viwanda vya kuongeza mazao. Tulikuwa na SDP 2 ile ambayo mkazo ilikuwa ni kuongeza thamani ya mazao yetu. Ni muhimu sasa hii programu tukaendelea nayo. Lakini lingine, tunayo mazao yetu mengi, na Tanzania ilikuwa inasifika miaka ya nyuma kwamba ina mazao mengi. Tulikuwa na mkonge tunaongoza, lakini sasa hivi hakuna zao ambalo Tanzania inaongoza kwa uzalishaji duniani wala katika Afrika. Sasa ipo haja, kama korosho tunaona inalipa, tuwekeze zaidi kule, lakini kahawa inalipa, tuwekeze zaidi kule, ili wananchi wengi wakalime, tukazalishe, tuwe ni nchi ya mfano katika mazao. Tuchague mazao machache iwe ni mfano, na tuweze kuzalisha kwa kiwango kikubwa na kwa tija zaidi. Wanavwawa, Wanasongwe, sisi tunahitaji ujenzi wa soko la kimataifa la mazao pale, ili wote wanaohitaji waje kununua mazao, na sisi ni wakulima, ni wazalishaji wakubwa. Mtuletee soko pale, mambo yatakwenda vizuri. Tunahitaji kuongeza kilimo cha kahawa. Tunataka mtuongezee miche, Mheshimiwa Waziri, miche ya kahawa TAKIRI waongeze uzalishaji. Wakati sasa hivi bei zimekuwa nzuri, wakulima wengi wanataka kwenda kulima zaidi, kuongeza, kupanua mashamba. Tunaomba sasa mbegu zile, ile miche ya kahawa ipatikane kwa wakati, lakini pia mbegu za mazao ya kilimo zilizo bora zipatikane. Itatusaidia sana katika kuweza kuboresha maisha yetu. Upatikanaji wa mbolea, upatikanaji wa madawa, upatikanaji wa mbegu kwa wakati ni muhimu sana. Itatusaidia sana katika kuweza kuimarisha kilimo chetu. Bei ya kahawa sasa hivi na mahindi ni nzuri, lakini tunataka, Mheshimiwa Waziri, tutakapohitimisha, bei ya mahindi itakuwaje mwaka huu? Uzalishaji kwetu kule mwaka huu ni mkubwa kweli kweli, kwenye mahindi ni mkubwa kweli kweli. Tunahitaji sasa masoko, lakini pia tunataka kuwekeza zaidi kwenye mboga na matunda, ili sasa mtutafutie soko tuweze kuuza. Tunahitaji mashamba ya umwagiliaji ili tuweze kumwagilia zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuongeza tija tunahitaji mbegu zilizo bora, tunahitaji madawa yaliyo mazuri, tunahitaji mbolea zilizo nzuri. Mwaka jana katika maeneo mengi, katika baadhi ya kata, tulipata changamoto ya kupata mbolea zisizofaa na mbegu zisizofaa. Na kuomba Mheshimiwa Waziri, kalitazame, kasimamieni, mtuletee mbegu nzuri, mtuletee mbolea nzuri, itatusaidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuhitimisha, kilimo ni ajira, kilimo ni viwanda, kilimo ni chakula, kilimo ni uchumi, kilimo ni biashara. Uchumi wetu utapanda, utakuwa imara kwa kutegemea mchango wa sekta ya kilimo. Mungu akubariki, na washukuru sana, naunga mkono hoja. Asante Mheshimiwa kwa mchango wako. Nilimtaja Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, ajiandae Mheshimiwa Livingstone Lusinde.